nchi yetu ni nchi ya demokrasia. Hivyo kila Mtanzania mwenye sifa anayo haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Miongoni mwa wenye sifa ni mimi niliyekuwepo hapa mbele yenu. Nina sifa zote za kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwa sifa hizo ni umri usiopungua miaka 45. Mimi nimevuka huko. Aidha, afya ya kuhimili mikiki ya urais ninayo, nasema alhamdulillah. Ndugu wa Tanzania, uchaguzi huu ni wa 6 tangu uliporejeshwa mfumo wa vyama vingi hapa nchini kwetu. Hivyo ni uchaguzi muhimu sana katika taifa letu. Ni muhimu kwa Watanzania wakaelewa hivyo, kwani ni zaidi ya miaka 30 nchi yetu imekuwa ya kidemokrasia. Pili, ni haki yangu ya msingi ya kikatiba kuomba nafasi kubwa katika nchi yetu, hasa pale nilipojitathmini kifikra, kiuwezo, kiuweledi kuwa naweza kumudu nafasi hiyo. Hivyo ndugu wa Tanzania, ndugu waandishi, kuja hapa sijakurupuka, bali nimesheheni busara za wazee ndani ya familia na ndani ya nchi. Baada ya kuomba busara zao na kujiridhisha na malengo yangu katika taifa letu, wamesema nenda, tuko na Sio busara hapa kuwataja, ila hapo walipo wanasikia kijana wao nikiwashukuru. Nasema wazee wangu nawashukuru sana, na wanafamilia nawashukuru sana. Lakini pia nimeshauriana na familia yangu yote kuhusu hilo. Nao baada ya kueleza malengo yangu kwa ajili ya nchi, nao waliniombea dua. Hivyo nipo hapa kupata baraka zote katika jambo hili. Mnaweza kujiuliza kulikoni kuomba nafasi nyeti katika nchi yetu. Jibu ni kwamba bado naona kuna masuala ambayo hayajafanyiwa kazi ipasavyo katika nchi yetu. Hili ndio lililonisukuma na mimi kuona kuna nafasi ya kutoa mchango katika taifa langu. Masuala ambayo nimeona hayajashughulikiwa ipasavyo na serikali zote za awamu ya kwanza mpaka awamu ya 6 ni masuala haya yafuatayo. Na kwanza ni ajira, elimu, kilimo na ufugaji, rasilimali za maji, kuziba mianya ya ukwepaji wa kodi, kupambana na rushwa kwa kiwango kikubwa, kujenga taifa la walipa kodi kwa kiwango kinachostahili, kuweka nguvu katika sekta ya madini, kuongeza jitihada kwa watoto wa kike kupata elimu na teknolojia, kuhakikisha tunaimarisha muungano wetu, kuimarisha sekta binafsi ili kukuza na kuongeza tija na ufanisi wa utendaji wa shughuli za kijamii. Haya masuala 10 baada ya kufanya utafiti kwa kipindi kirefu, kwa mtazamo wangu na muono wangu na tafiti zangu, haya masuala hayajafanywa kazi kwa kiwango kinachostahili. Sasa nimeona wenzetu bahati nzuri waliotawala kipindi chote mpaka leo ni Chama cha Mapinduzi. Tuwaache na kujenga madaraja ya Busisi, tuwaache na kujenga SGR, tuwaache na kujenga mavyuo vikuu, lakini sisi tunakwenda kuimarisha sekta za umma. Ili tuweze kupata maendeleo, lazima uwe na uhakika wa kuwa na vijana wenye ajira. Mnaweza kuona kwa nini ajira nimeweka kipaumbele. Ni juzi tu hapa mmesikia chama cha walimu wasiokuwa na ajira wakilalamika kwa taifa kwamba wamejitolea muda mrefu sana wa kujitolea kufundisha bila malipo, wakiishi kwenye nyumba za kupanga wakijigaramia, lakini ajira zinapotoka huko serikalini kwenye api zao hizo za kuomba ajira, wale ambao wanajitolea wanazeekea kwenye kujitolea, miaka ya uajiri inawapita. Maana yake sasa tunakwenda kuwatumia watu ambao wamesomeshwa na wazazi wao, alafu tunashindwa kuwapa ajira, lakini tunawatumia katika kufundisha watoto wetu. Nikaona katika dhamira yangu ya kwenda kulikomboa taifa, niende kuwakomboa Watanzania kuwa na uhakika na ajira. Automatically wanakosa sifa ya kuajiliwa kwa sababu miaka imevuka, lakini mlikuwa naye mnamtumia katika kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu.
Sasa NLD kama chama kitanipitisha kuwa mgombea, swala langu la kwanza na kwenda kudili na ajira kwa Watanzania. Hili nimeliweka kipaumbele, na mnaweza mkajiuliza sababu kubwa ni ipi? Sababu wote hapa tupo kwa ajili ya matumbo. Huwezi ukaishi kama huli chakula. Leo tuna vijana wanatoka vyuoni, lakini dimandi ya ajira ni